Na moja ya sababu kubwa ambayo imewafanya watu wengi kushindwa kufanikiwa kwenye maisha yao yoyote ya kimwili ni kwa sababu waligairisha mambo kwenye maisha yao. Changamoto ni kwamba watu wengi huwa wanapenda kugairisha mambo. Ulishawahi kupewa muda kufanya jambo fulani kwenye maisha yako na ukapewa muda wa kutosha, ila kwa sababu ambazo hukuzielewa ukagairisha? Kuna watu kwenye maisha yao, wewe utakuwa ni shahidi, waliliona tangazo la kuomba nafasi za kazi, waliliona mapema sana, lakini umekuja kukimbizana na muda mwishoni kabisa. Ishinde tabia ya kugairisha mambo. Ukishinda hiyo tabia, ni ufunguo mkubwa wa kukusaidia wewe kufikia malengo na mafanikio. Hakikisha ya kwamba haugairishi mambo. Ukiazimia kufanya jambo lolote kwenye maisha yako, unalifanikisha mpaka linafika hatima. Your destiny. Kule vyuo nimefanya utafiti mmoja. Lecturer anatoa assignment, anatoa siku kadhaa, lakini siku ya mwisho ndio unaona watu wamejaa kwenye stationaries. Wanafanya zile assignment, wanakimbizana na muda, lakini walipewa muda wa kutosha, sababu hawakuwa watu wa kuzingatia kuwa na deadline. Mwandishi mmoja katika kitabu cha Shinde Tabia Yako anaitwa Joel Arthur Nanauka, anasema bila kujua madhara makubwa ambayo yanatokea, watu wengi wanajikuta katika hali hii, huwa wanaanza kuishi katika msongo mkubwa wa mawazo, yani stress, na pia wanaanza kufanya kazi kwa ubora wa hali ya chini sana katika dakika za mwisho. Ukiwa unakimbizana na muda, huwezi kufanya vizuri. Unajua kuna watu wengi wamekosa fursa kubwa sana kwenye hii nchi, wamekosa fursa sana kwenye maisha yao. Ni kwa sababu gani? Unajua, tabia ya kugairisha mambo. Na si hivyo tu, kuna watu wameingia kwenye matatizo makubwa sana kwenye maisha yao. Sababu kubwa moja iliyowapelekea kuwa hivyo ni kwa sababu walikuwa ni wagairishaji wa mambo. Kuna jambo kabisa lilitokea, lakini wakapuuzia, wakaona ni jambo la kawaida. Hakikisha unakuwa mtu ambaye haugairishi mambo. Unapogairisha mambo, huwezi kupata matokeo uliyohitaji katika maisha yako. Kwa hiyo fursa kubwa zinakuja kwako, na lazima uzikumbatie fursa, na si kuzikumbatia tu, na ukimbizane na ule muda uliopewa, kwa sababu muda haukusubiri. Kuna wakati wazee 95 walichukuliwa, wakaulizwa swali. Wazee hawa 95 wakaulizwa swali, ni kitu gani ambacho mnakijutia katika maisha yenu? Unajua, jibu lao lilikaribia kufanana wote kabisa. Wote walisema, najutia kwa sababu tuligairisha mambo mengi sana katika maisha yetu ya nyuma, na right, kama tungefanya maisha yetu yasingekuwa hivi, yangebadilika. Huu ndio ukweli. Huu ndio ukweli. Watu wengi sana wamegairisha mambo kwenye maisha yao, wamejikuta siku zimeenda mbele na hawezi kufanya tena, na siku hazirudi nyuma. Niliwahi kumwona mtu mmoja anasema, natamani kama siku zingerudi nyuma. Sababu kubwa tu ya mtu huyo anayejilaumu, ningejua, ni kwa sababu alikuwa mgairishaji wa mambo. Kuna watu waligairisha kuanzisha biashara, kuna watu waligairisha kusoma, kuna watu waligairisha kujiajiri, kuna watu waligairisha kuanza kutumia vipaji vyao. Hakikisha hauwi mtu wa kugairisha mambo kwenye maisha yako. Kuna watu ambao kama wasingekuwa watu wa kugairisha mambo katika maisha yao, wangekuwa mbali kuliko wale ambao hawakugairisha. Wewe ni shahidi. Kuna watu ambao ulianza nao maisha katika jambo fulani, wao waliendelea kufanya, lakini wewe ukawa mgairishaji. Leo wale watu wako mbali sana, ukiwatazama unaona umefika kwenye level ambayo ukiwatazama unasema, hiyo ni shida yangu mimi, niligairisha. Unajua hii inafananaje? Hii inafanana na kauli moja ya Mark Twain. Mark Twain aliwahi kusema jambo fulani, miaka 20 baadaye hautajutia kwa mambo ambayo ulifanya, bali utajutia kwa mambo ambayo hukuyafanya. Hujaielewa. Mark Twain anasema miaka 20 baada ya leo hautajutia kwa mambo ambayo uliyafanya, bali utajutia kwa mambo ambayo hukuyafanya. Kufeli kwingi kwenye maisha kunatokana na hii tabia ya kugairisha mambo. Joel Nanauka anasema ya kwamba ingawa watu wengi sana wanajua madhara ya kugairisha mambo katika maisha yao, ila wengi bado hawajui mbinu za kutumia ili waweze kushinda tabia hiyo ya kugairisha mambo. Na wapo ambao imekuwa kama tabia yao, imewashinda kabisa kuiepuka katika maisha yao. Kuna watu wameharibu kazi zao, kuna watu wameharibu biashara zao, kuna watu wameharibu mahusiano yao, kuna watu wamepoteza kazi zao, kuna watu wamepata hasara ya biashara na kadhalika, kwa sababu tu ya tabia hiyo ya kugairisha mambo. Ishinde tabia ya kugairisha mambo. Sasa ili ufikie mikakati bora ya kufanikiwa,
Na ukujua wewe ni mgairishaji wa mambo, ni lazima ujijue wewe uko kwenye kundi gani. Kwa hiyo bila kujitambua upo kwenye kundi gani, ni ngumu sana hili somo kuweza kusaidia kwenye maisha yako. Kwa hiyo kazi ya kwanza ni kusaidia wewe ujue, je, mimi ni mgairishaji wa mambo kwenye maisha? Na hiyo itakusaidia kukabiliana na hali hiyo. Kuna mtu amenielewa?